Muda wa maneno shaisha. Tuachieni sisi wenye vitendo tukaifanye kazi yetu. Tutawajibu kwa vitendo kwa nini tumeondoka uwanja wa Benjamin Mkapa tumekwenda New Aman Complex. Afisa habari na mahusiano wa klabu ya soka ya Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe akielezea maandalizi ya klabu hiyo kuelekea mchezo wake wa kwanza hatua makundi ya ligi mabingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat pale nchini Morocco. Kamwe amesema klabu hiyo inaondoka tarehe 18 asubuhi kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo, huku akisema kwamba wanaozungumza wanyamaze, badala yake Yanga watawajibu kwa vitendo kwa nini walihama Benjamin Mkapa kuelekea visiwani Zanzibar. Kamwe pia amesema wako baadhi ya nyota ambao watakosekana katika safari hapo kesho wakati wakiwa bado kwenye majukumu ya timu zao za taifa. Kikosi cha Young African Sports Club kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huu. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini, lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano, mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Ekua, mchezaji kama Lassine Kouma, wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Ali Shabani Kamwe pia amesema kwamba maandalizi ya kuuza tiketi yamekwisha kukamilika na tayari kuwataka mashabiki kuanza kununua tiketi kwa ajili ya mchezo huo wa siku ya Novemba 22 Jumamosi katika dimba la New Aman Complex. Yanga Afrika wamekuwa wakikosolewa zaidi hivi sasa kuwa timu yao haichezi vizuri kutokana na kubadilisha mwalimu, lakini pia mwalimu aliyekuwepo hakuweza kuitengeneza timu imara zaidi. Sasa watakuwa na kazi ngumu zaidi ambayo ni ya kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako msimu uliopita walishindwa kufanya hivyo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo pia hiyo ya kubadilisha kocha katikati ya mashindano ya msimu. Sasa Yanga Afrika wakiwa chini ya kocha Pedro Gonçalves raia wa Ureno ana kazi ya kuimarisha timu hiyo na kufanya vizuri katika michezo hiyo migumu zaidi ya ligi ya mabingwa. Ikumbuke klabu ya soka Yanga Afrika wapo kundi moja makundi B na klabu ya Ahli pamoja na AS FAR Rabat na JS Kabylie, timu zote kutoka kaskazini mwa Afrika, kundi ambalo linatajwa kwamba hilo ni kundi la kifo. Je, unaona Yanga wakiweza kumudu kwenda hatua ya robo finali katika kundi hili? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV, mimi ni Mbushi Kwilasa.